Karibu kwenye habari za ulimwengu. Leo tunaanza na mvutano mkubwa wa kidiplomasia unaoendelea kati ya Marekani na Iran, ambapo mazungumzo mapya yameanza katika mji wa Geneva yakihusisha maafisa waandamizi kutoka Iran na Marekani. Mazungumzo haya yanatajwa kuwa ya indirect talks, yakimaanisha kuwa pande hizi mbili hazikai mezani moja kwa moja, bali hutumia wapatanishi wa kimataifa kusafirisha ujumbe na mapendekezo. Kiini cha mazungumzo haya ni mpango wa nyuklia wa Iran ambao kwa miaka kadhaa umekuwa chanzo cha vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani na washirika wake wa Magharibi. Marekani inaishutumu Iran kwa kuongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium kupita mipaka iliyokubaliwa hapo awali, hatua ambayo kwa mtazamo wa Washington inaweza kuiwezesha Tehran kukaribia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Iran kwa upande wake inasisitiza kuwa mpango wake ni wa matumizi ya amani, hususani katika nishati na tafiti za kisayansi. Mazungumzo haya yanakuja katika kipindi ambacho Mashariki ya Kati ipo kwenye hali tete, huku vita vya Gaza, mvutano wa bahari ya Shamu na mashambulizi ya vikundi vinavyoungwa mkono na Iran vikiongeza presha kwa Marekani. Washington imeonya mara kadhaa kuwa haitaruhusu Iran kumiliki silaha za nyuklia, wakati Tehran nayo ikisema haitakubali kushinikizwa kwa vitendo vya kijeshi. Wachambuzi wa usalama wa kimataifa wanasema kurejea kwa mazungumzo Geneva ni jaribio la kuzuia hali isifike hatua ya mapambano ya moja kwa moja. Endapo mazungumzo haya yatashindikana, kuna hofu kwamba vikwazo vipya vitawekwa dhidi ya Iran, jambo litakaloongeza mfumuko wa bei ndani ya nchi hiyo na pia kuyumba kwa masoko ya mafuta duniani. Jambo jingine linalofuatiliwa kwa karibu ni nafasi ya nchi zenye ushawishi kama China na Urusi. China tayari imesisitiza kuwa suluhu lazima ipatikane kupitia diplomasia na si matumizi ya nguvu. Hii inaonyesha wazi kuwa iwapo mvutano utaongezeka, mgawanyiko wa kambi za kimataifa unaweza kuonekana wazi zaidi. Katika duru hii mpya ya mazungumzo, mada kuu zinazojadiliwa ni pamoja na kiwango cha urutubishaji wa uranium, ukaguzi wa kimataifa wa vituo vya nyuklia vya Iran na uwezekano wa Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, changamoto kubwa ni ukosefu wa imani katika pande hizi mbili, hasa baada ya Marekani kujiondoa katika makubaliano ya awali miaka iliyopita. Suala la usalama wa Israeli pia linatajwa kama mojawapo ya sababu kuu za Marekani kusisitiza msimamo mkali. Israeli imekuwa ikionya kuwa haitasubiri Iran kufikia uwezo wa kijeshi wa nyuklia na imewahi kuashiria uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi ikiwa italazimika. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wanaeleza kuwa taifa hilo haliwezi kukubali masharti yatakayolifanya lionekane dhaifu mbele ya mataifa ya Magharibi. Hii inaifanya meza ya mazungumzo kuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa, huku kila upande ukijaribu kulinda heshima na maslahi yake ya kimkakati. Masoko ya kimataifa yameanza kuonyesha tahadhari, hasa katika sekta ya nishati. Bei ya mafuta imeanza kubadilika kulingana na taarifa zinazotoka Geneva, jambo linaloonyesha jinsi mazungumzo haya yalivyo na athari pana kwa uchumi wa dunia. Swali kubwa sasa ni je, mazungumzo haya yatazaa makubaliano mapya yatakayopunguza presha ya kijeshi au yatafungua ukurasa mpya wa mivutano mikali zaidi kati ya Marekani na Iran? Dunia inatazama kwa karibu kwa sababu matokeo ya Geneva yanaweza kubadilisha mwelekeo wa usalama wa kimataifa katika mwaka huu. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.